imetoka kwa shetani. Sasa nimalizie kwa kuangalia katika Agano Jipya Mungu alivyosema na watu kwa ndoto. Mungu alisema na watu kwa ndoto kuzaliwa kwa Yesu na kulelewa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yesu tunayemwamini, ambaye ndiye nguvu yetu kabisa, na yeye pia kuzaliwa kwake kulitabiriwa. Watabiri waliotabiri ni kwa ndoto. Lakini pia Yusufu ambaye alimpokea akamlea kama baba mlezi, huyu Yusufu aliletewa taarifa na Mungu kwa ndoto, na hata namna ya kumlea Yesu ni kwa ndoto, namna ya kumlinda asiuawe na maharamia ni kwa ndoto. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 hadi wa 20. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 20. Hapo tunaona Mungu akisema na Yusufu kwa kumhakikishia kwamba asihofu kumchukua Mariamu kuwa mke wake, kwa sababu aligundua kwamba ana mimba ambayo haikuwa ya kwake, na pia hakuwa tayari kuoa mwanamke ambaye ni mzinzi mwenye mimba. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 hadi wa 20. Biblia inasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa namna hii. Mariamu mama yake Ndiyo. alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha. Kwa kuwa Yusufu alikuwa mcha Mungu, mwenye haki, hakutaka kumwaibisha. Ndiyo, kwa sababu amemwona ana mimba wakati alijulikana kuwa ni bikira. Aliazimu kumwacha kwa asili. Alipanga amwache kwa asili. Ndiyo. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Alipokuwa akifikiri hayo, tazama, neno tazama inamaanisha uwe makini. Kinachofuata hapo ni cha muhimu sana. Anasema tazama, malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana, sio wa Ibilisi, malaika wa Bwana. Bwana Mungu wetu, ambaye sasa ni Yesu, huyu Bwana. Ndio. Malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Akisema. Ndio.